Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Rais Samia alielezea kwamba ndani ya siku 100 huduma ya bima ya afya itakwenda kuanza kwa makundi ambayo yatatangulia: watoto, akina mama wajawazito, wazee wasiojiweza, na jambo hili linatarajiwa kuzinduliwa mwezi ujao, mwezi Januari 2026. Na katika uzinduzi wake tayari yapo maelekezo ambayo ilikuwa sehemu ya ahadi ambayo tayari yamekwisha kuanza kutekelezwa. Jambo la watu kutokuzuiliwa miili ya wapendwa wao wanapokuwa wametangulia mbele za haki. Serikali imeanza utekelezaji wa agizo hilo, na nimepita katika baadhi ya hospitali, nimeelekeza kwamba pasiwepo na mtu akakataliwa matibabu kwa sababu amekwama kulipa, na vile vile asikataliwe mwili wa mpendwa wao inapotokea bahati mbaya ametangulia. Na nimesema katika maeneo haya ya hospitalini, mgonjwa akifika wa dharura aanze kwanza kutibiwa. Mambo ya uandikishaji yatafuata, yatamkuta kwenye kitanda akiwa anapata matibabu. Tushughulike kwanza na kuokoa maisha yake, ndipo tuanze kuchukua taarifa zake. Yeyote mwenye dharura aanze kwanza kutibiwa, taarifa zitamkuta, taarifa zitaandikishwa akiwa kitandani pale. Hivyo hivyo mama mjamzito akifikishwa hospitalini aanze kwanza kupata huduma. Mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa pale. Na kwa wale ambao wanafika baadhi ya vitu hawajakamilisha, nilipita hospitali moja nikawauliza akina mama ambao walikuwa wamejifungua, nikawauliza, hapa ulidaiwa nini na nini? Akasema sikuwa na ndoo. Nikaambiwa nikatafute ndoo, nikatafute beseni. Sasa maelekezo yako hivi: mama akifika na yuko na uchungu tayari, asiulizwe mambo ya ndoo wala beseni. Hospitali muwe na akiba ya hizo ndoo. Asisubirishwe, ahudumiwe. Hayo mengine yatashughulikiwa akiwa pale pale. Na serikali inaendelea kuyaratibu yale mengine ambayo yanajitokeza katika sekta ya afya. Natambua limekuwepo tatizo la upatikanaji wa dawa katika baadhi ya maeneo, aina ya dawa zinazotakiwa katika eneo mahususi. Nimewaelekeza Wizara ya Afya, kitengo cha wataalamu wa utafiti pamoja na bohari yetu ya dawa wafanye utafiti ili wanapoagiza dawa waagize dawa zinazohitajika katika maeneo yetu husika, yanayohitajika, dawa zinazohitajika kufuatana na aina ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi watu wetu. Haipendezi mgonjwa kufika kwenye hospitali nzuri, imependeza, ina madaktari wazuri, wakatambua tatizo lake, alafu wanamwambia dawa haipo, nenda kwenye kioski pale ukanunue. Kioski kinawezaje kupata dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Ufanyike utafiti ili tunapoagiza dawa tuagize zile zinazohitajika. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.